Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili, wakati ambapo tunazungumzia masuala ambayo yanakuhusu na ni katika masuala ya uongozi kwenye ukumbi wa siasa, nikimshikia mwenzangu zamu Elizabeth Mutuku ambaye yuko kwenye shughuli za kikazi. Na hivi sasa mtazamaji, tunaangazia mustakabali wa taifa. Kuna masuala mengi ambayo yamefanyika humu nchini, tukiangazia siasa, sera na vile vile uongozi wa taifa. Hapa studioni siko peke yangu, niko na mgeni wetu ambaye ni Daktari Martin Oloo. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa, ni mwadhiri wa sheria na vile vile ni mshauri wa uongozi. Karibu sana daktari katika studio. Asante, nashukuru. Na najua sasa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Tuanze na lile ambalo limefanyika siku ya leo, maandamano ya ghadhabu kuhusiana na mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang. Jijini kumekuwa mahame, ilikuwa pilka polisi, waandamanaji. Mtazamo wako ni upi? Tunaelekea wapi kama taifa? Kwanza kabisa ni kushukuru Mungu kwamba bado tuko na taifa, kwa sababu licha ya kwamba tuna misukosuko, tuna hali ya hapa na pale, bado tunatumaini kama Wakenya. Na pia niseme ya kwamba tutume risala za rambirambi kwa wale ambao wamepoteza maisha yao, kwa sababu yule tulimuona akipigwa risasi kwa karibu sana, hana chochote, hajajihami wala hakuwa na jiwe, anauza barakoa tu. Ni hali ambayo kwa sasa inaonekana maisha ya binadamu kidogo haina thamana, kulingana na baadhi ya maafisa wetu ambao wamo kwenye polisi ama kwingineko. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kwamba hatuna uoga wote, hatuna thamani yoyote kwa maisha ya watu, na nafikiri ni jambo ambalo si nzuri, kwa sababu maisha ya mtu na maisha ya Wakenya hasa ndicho kiini kikuu cha mtu yote kusema kwamba anataka kuwa kiongozi. Ndio Anapochukua kiapo, anaapa kwamba atalinda taifa na atalinda maisha ya watu na mali yao. Kwa hivyo kwa sasa tunaona hali hii si nzuri tena. Ndio, shukran sana kwa kauli hiyo ya kutufungulia kipindi. Masuala mengi yanafanyika, naelewa tunaishi katika mazingira ya siasa, na hivi sasa siasa zimeanza kuchacha kweli kweli. Zilianza wakati wa kuapishwa kwa rais mwaka 2022 na zinaendelea, lakini lile joto linazidi kupanda kila kuchao. Kwa mtazamo wako, tumeona kwamba kuna mirengo ambayo inabuniwa. Tuko sawa? Maendeleo tutayapata au tutazidi tuna siasa zetu? Nchi yetu, ukweli ni kwamba kama siasa ingekuwa ndio maendeleo, tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana. Ndio. Kwa sababu siasa zetu haziishi. Tunamaliza kura, tunapomaliza kura tunaendelea. Sasa hizi tuongea mambo ya 2027, tuongea mambo ya 2032. Naam. Kuna watu ambao wanajiandaa beyond 2032. Kwa hivyo unaona kwamba sisi kama ni siasa, na kama siasa ingekuwa ndio maendeleo, nafikiri tungekuwa tumepiga hatua sana. Kwa sasa niseme hivi, kwa sababu siasa zetu ni za ubinafsi, na wengi ambao wanaingia katika siasa wanajitafutia, basi wale ambao kazi yao ni kutafuta kibinafsi na kutafuta njia ya kuingia katika utawala, wanaendelea kujitafutia. Lakini katika hali hiyo, Wakenya ndio wanaopoteza kwa wingi, kwa sababu Mkenya wa kawaida hana lingine, anataka awe na amani, apeleke watoto wake shule, aweze kwenda hospitalini na apate madawa akiwa ni mgonjwa, na awe na maisha ambayo yana thamana kidogo. Akiwa mgonjwa anataka apate matibabu, akiwa ameketi kwake anataka atafute chakula, anataka aende kwenye soko afanye biashara zake. Mkenya wa kawaida haja yake na serikali sio kwamba anataka serikali iweze kumpatia, inataka serikali isimuingilie ili kwamba afanye biashara zake na aendeshe maisha yake.